more fun to work and to at least to produce a job. Praise the Lord. Yeah. Ituwe wavumilivu tukingojea Bwana mpaka hiyo siku ifike. Magakroma nasimama salima tu. Amkono tu hivi. Leta magakroma ni nzuri. Kuna watu hawakunjui hapa. Asishinde Bwana mgeni ameingia na pasta hajakaribisha mgeni. Damu ya Yesu. Na wale ambao tuliokuweko tuliona kasi ya damu ya Yesu. Vile ambavyo imetukomboa kutoka katika ufalme wa giza kutuleta katika ufalme wa nuru. Vile ambavyo imetutakasa. Vile ambavyo tunashinda dhambi kwa damu ya Yesu. Hatushindi dhambi kwa nguvu zetu ama uamuzi wetu. Lakini anayeshinda dhambi ni yule ambaye anayejua kasi ya damu ya Yesu. Wakati atakapoita damu ya Yesu ikaweze kumtakasa na ikaweze kumtenganisha na dhambi, hakika hiyo mtu ataweza kuwa huru na dhambi. Praise the Lord. Kwa tunasema tunajifundisha hivi kwa sababu leo tuna meza ya Bwana ili tukajue kasi ya damu ya Yesu. Praise the Lord. Tunapotumia meza ambayo tujue ni nini ambacho tunachokifanya. Ningependa wewe pamoja nami katika kitabu cha Wakolosai 1. Colossians 1. Wakolosai 1 kuanzia 19. Shuka kidogo. Inasema kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi na vilivyo mbinguni. Rudia hapo 20 nasema na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba. Praise the Lord. Yesu kufanya amani kwa damu yake ni kumaanisha ya kwamba mwanadamu na Mungu alikuwa na utengano na Mungu. Lakini baada ya damu ya Yesu Kristo, baada ya kifo cha Yesu Kristo, kupitia damu yake, hapo ndipo tungeweza pekee kupatanishwa na damu ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Tunaona ya kwamba wakati alikuwa anasulubishwa, pasia lilipasuka. Na tukaambiwa ya kwamba kupitia damu yake pasia lilipasuka ili tukue kitu kimoja na Baba. Tunaweza sasa tukamfikia Baba kwa njia ya imani. Tunaweza tukamfikia Baba kwa maombi. Kupitia damu ya Yesu Kristo. Hakuna yule ambaye anaweza kuwa na ukaribu na Baba yake bila kutambua kasi ya msalaba. Kwa sababu ni juu ya msalaba unaweza ukamjua Mungu. Praise the Lord. Amen. Ni kupitia msalaba unaweza ukakuwa kitu kimoja na Mungu. Ndio maana ni lazima tumtambue Yesu na kasi aliyofanya pale msalabani. Ni baada ya kasi ambayo aliyoifanya pale msalabani, kifo chake, ndipo jina lake linuliwa juu ya majina yote. Na akasema ya kwamba chochote mtakacho kiomba kwa jina langu mtapata. Praise the Lord. Kwa sababu jina lake, baada ya kifo chake, jina lake lilinuliwa juu ya majina yote. Na hata
msalaba. Kama haingefanyika hatungekuwa tunasema tumeokoka. Kama haingefanyika hatungeita Mungu Baba. Ni baada ya kifo cha Yesu tunaweza tukamwita Mungu Baba. Hapo nyuma hakuna mtu angeomba akimwita Mungu Baba. Yesu ndiye alikuja akiita Mungu Baba. Praise the Lord. Na kupitia yeye akatupatanisha, akafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza kwa wengi. Wengi ni akina nani? Sisi. Akatufanya tuwe uzao mmoja na yeye, watu wa miliki mmoja pamoja na yeye. Praise the Lord. Tumiliki ufalme wa Mungu pamoja na Yesu kupitia msalaba, kasi ya msalaba. Praise the Lord. Kwa ajili ya kifo chake. Na ni mpaka siku ya leo tutambue kasi ya msalaba. Mpaka utazame msalaba. Hapo ndipo utakapotambua tofauti ya yule ambaye anayeomba Mungu pasipo na Yesu na wewe ambao unayetumia jina la Yesu kuomba Mungu. Praise the Lord. Kwa sababu kabla ya Yesu tulikuwa na uadui na Mungu, na Mungu. Lakini kupitia damu ya Yesu, kupitia kifo cha Yesu, tukaweza huo uadui ukaweza kuondolewa. Huo ukuta ukaweza kuvunjika. Ila pasia likapata kukatika. Tukaweza kufikia Mungu mahali alipo. Praise the Lord. Sai Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Anashuhudia ndani ya roho zetu. Anatembea na sisi. Biblia inasema ya kwamba kaeni ndani yangu, nami nitakaa ndani yenu. Mimi pamoja na Baba tutakaa ndani yako. Praise the Lord. Baba sai anakaa ndani yako. Hayuko mbali na wewe. Yule ambaye anayetambua kasi ya msalaba, Baba hayuko mbali na wewe. Wengine wakitazamia Baba akiwa juu mbinguni, wewe unamuona ndani yako, akifanya kazi ndani yako. Praise the Lord. Hiyo ndio nguvu ya kutambua kasi ya msalaba. Unakuwa tofauti na wengine kwa sababu umetambua kasi ya msalaba. Inasema na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmebarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, mmepatanishwa sasa. Biblia inasema mmepatanishwa sasa kwa sababu ya msalaba. Sai mmepatanishwa kwa sababu Yesu kupitia damu yake aliweza kufanya amani katika mwili wa nyama yake na kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Praise the Lord. Ni lazima tukubali kutakasika. Ni lazima tukubali damu iliyomwagika pale msalabani ikatutakaze. Kwa sababu vile ambavyo Yesu anatutaka atupeleke mbele ya Baba, si vile ambavyo tulivyo. Anataka atupeleke bila mawaa wala lawama. Lakini ukitazama sasa hivi tumejawa na malawama nyingi. Tuna mawaa, tuko na uchafu, tuko na madoa. Hatujajitakasa kikamilifu. Kwa sababu tumeacha kutazama msalaba na kazi iliyofanyika pale msalabani. Tumekataa kutumia damu ya Yesu Kristo. Tumesahau na kazi ya damu ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Na ndio maana Mungu akatuambia kwamba
tukule meza ya Bwana ili iwe ni ukumbusho wa kifo chake, ukumbusho wa damu yake iliyomwagika pale msalabani na mwili wake ambao uliharibiwa. Praise the Lord. Kwa sababu wakati unatumia meza ya Bwana utajua ya kwamba sifai kutenda dhambi, kwa sababu damu ya Yesu ilinitakasa. Damu ya Yesu iliniosha. Sifai kurudi kwa uovu, kwa sababu damu ya Yesu, wakati nilitangaza kwamba nimeokoka, damu ya Yesu ilinitakasa. Leo tunaenda kukumbuka kifo cha Yesu. Tunaenda kukumbuka mateso ambayo aliyoyapitia, ili tusiwe tunasahau na tunarudi kwa dhambi tena. Neno la Mungu linaendelea kusema ya kwamba 22, katika mwili wa nyama yake na kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, mbele za nani? Za Mungu, watakatifu. Mungu anataka kutupeleka mbele za Mungu tukiwa watakatifu. Praise the Lord. Lakini msemo ambao watu wanasema sasa, hata Wakristo wanatumia, wanasema hakuna aliye mtakatifu, hakuna anayeweza kuwa mtakatifu. Na Mungu Yesu naye anataka kutupeleka mbele za Baba yake tukiwa watakatifu. Ndio maana unafaa ujue ya kwamba kuna kazi kubwa sana ya kufanya. Kuna kazi kubwa sana ya kufanya kwa ajili ya wokovu wako, kwa sababu kuna vile ambavyo Yesu anakutaka uwe. Praise the Lord. Kwa sababu kifo chake hakikuwa cha bure. Kifo chake hakuwa mbaki vile ambavyo ulivyo. Kifo chake hakuwa kwa ajili ya dhambi mbaki kuwa mwenye dhambi. Praise the Lord. Hakuwa kwa ajili ya dhambi ubaki kuwa mwenye dhambi. Alikufa kwa ajili ya dhambi ndio ugeuzwe ukuwe mwenye haki. Ugeuzwe ukuwe mtakatifu. Ugeuzwe uondolewe kila uchafu wote. Biblia inasema kwamba watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Lakini Ukristo wetu sisi hatujali. Tunajiita Wakristo tu, lakini kunjali hatutaki kujali. Kama kuna mtu alilipa gharama msalabani, hatutaki kujali. Kama kuna mtu ambaye aliteswa, tunabaki kuwa watu wa kawaida. Wale ambao tunasema tumeokoka hatuwezi tofautishwa na watu ambao hawajaokoka. Hatuwezi tofautishwa na wale ambao wanaojiita watu wa dunia. Praise the Lord. Tuko na kazi kubwa sana bado, tunafaa tuombe. Hata usiombe Yesu arudi haraka, kwa sababu bado Pesa, brother anasema ya kwamba hii maisha imekuwa ngumu, Yesu arudi. Arudi na bado hujajua siri ya wokovu ni nini. Arudi na bado hujajua kazi ya msalaba ni ipi. Pesa. Amen. Arudi na bado hujajitakasa, ukatakasika. Arudi na bado unasema hakuna ambaye anaweza kuwa mtakatifu. Lazima ukuwe wa kwanza kuambia Mungu tupe muda kidogo. Si kwambia uokoke nasema uokoka gani. Ukiambiwa Yesu anarudi hivi karibuni na anasema mpaka kutoka kitambo Yesu alikusababua anakuja. Akuji kwa sababu yetu. Bado hatujaelewa kasi ya msalaba. Akirudi ataenda na nani? Tuko na lawama. Lawama zimejaa ndani ya mioyo yetu. Tumebaki kulaumu ndani ya mioyo yetu. Tumejawa na mawaa uchafu. Tumejichanganya, wokovu wetu umechanganyika. Praise the Lord. Hakuna usafi. Hakuna yule ambaye Yesu anaweza kumtazama akasema huyu ni mkamilifu wangu. Anatafuta haoni. Ndio Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta wanaomwabudu katika
katika roho na kweli. Anawatafuta kwa sababu anajua si rahisi kupatikana. Praise the Lord. Jamani, neno liliandika. Anawatafuta wanaomwabudu katika roho na kweli. Anawatafuta kwa nini? Kinachotafuta si kile ambacho si rahisi kupatikana. Chenye kinajulikana kiko tunakiendea. Praise the Lord. Amen. Angetukujia. Lakini sasa hakuna, amembaki akitafuta. Na bado anatafuta, hajaona kwa sababu hatujajua ni nini kilimtoa Yesu juu mbinguni kikamleta duniani na akakufa. Tunaonanga ni kawaida tu. Si Mungu alitaka. Praise the Lord. Amen. Tukasahau Biblia inatuambia kwamba kwa ajili ya upendo ambao aliyotupenda nao akamtoa mwanaye wa pekee. Alitoa mwanaye wa pekee afe kwa ajili yetu. Aliriski maisha ya mtoto wake na kumtuma hape. Kama si Yesu kushinda, sijui ni nini kingeendelea. Lakini tunashukuru kwa sababu alishinda. Praise the Lord. Amen. Kwa ajili yetu, ili tukombolewe, tukue miliki pamoja na yeye katika ufalme wa Mungu. Mungu anataka watu wengi. Sasa tuendelee hapo mbele tuone vile inasema. Sasa turuke kwa 26 nasema, siri ile niliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilivu katika Kristo. Kumjulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu. Siri ya utukufu ni Kristo kuwa ndani yetu. Jiulize, je, Yesu ako ndani yangu? Na Yesu kukaa ndani yako ni lazima uwe umejua, umetambua kazi ya msalaba. Praise the Lord. Amen. Ni lazima ujue ni nini kilichomfanya asulubishwe pale msalabani. Ni dhambi. Ni dhambi. Kwa hivyo sifai kukaa katika dhambi kwa sababu nilifanya Yesu asulubishwe. Ndio utoke katika dhambi, ukue mwenye haki, ili ukapate, ili Yesu akaweze kukaa ndani yako. Tumaini la utukufu. Yesu ndio pekee tumaini la utukufu. Yesu pekee ndiye anayetupa tumaini ya kwamba tutaurithi uzima wa milele. Yesu pekee ndiye anatupatia tumaini ya kwamba tutamiliki ufalme wa milele. Praise the Lord. Tutakaa pamoja na Baba. Ni Yesu pekee. Kifo chake, msalaba, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu. Usichoke na kuonywa. Ni lazima tuonyane kila siku, kila saa.
Nikikwambia mwenendo naenda nayo, hii sio zawadi ya bikuni. Sikia. Praise the Lord. Amen. Si kusema fulani ananionea, fulani anajiona ndiye ameokoka. Ni tuonyane. Na kumfundisha kila mtu katika hekima yote. Tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Tupate kumleta kila mtu mtimilifu. Wale ambao watakaopelekwa kwa Yesu ni wale ambao waliotimilifu. Praise the Lord. Wale ambao watakaopita kuingia katika ufalme wa Mungu ni wale ambao waliotimilifu. Paulo anasema kwamba tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Watu wanabidii. Kile ambacho tunafaa kufanya saa hii ni kuonyana. Ni watu kutambua kasi ya msalaba. Zaidi ya ile ya receive, sijui whatever. Zaidi ya kutamani injili zile ambazo unazotaka kuhubiriwa wewe. Kama kuna injili unafaa kutamani zaidi ni hii ya kujua kasi ya msalaba na kwenda sawasawa na neno la Mungu. Kwa sababu hapo ndipo tutakapokuwa na tumaini kamilifu. Taka tuangalie katika kitabu cha Ephesians Efeso 1:7. Efeso 1:7 inasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Praise the Lord. Amen. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi. Ni kwa damu yake tunao ukombozi. Kama si damu ya Yesu hatungekuwa na ukombozi. Ni kwa damu yake tunao ukombozi. Ndio maana hatufai kusahau na kasi ya msalaba. Na ndio maana Yesu aliacha ili pekee kuwa kama ukumbusho. Tukakumbuke ya kwamba ni kwa damu yake pekee tunaweza tukakombolewa. Msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Masamaha maanisha kuna masamaha nyingi. Kama vile hapo nasema hivi. Nasema msamaha ama masamaha? Nasema masamaha. Nasema Mungu tunapokusamehe, naomba msamaha wako. Lakini kumbe kuna masamaha. Kumaanisha haikuwa dhambi kidogo. Ilikuwa ni dhambi kubwa na nyingi ambayo hatukustahili kusamehewa. Lakini kwa damu ya Yesu tumesamehewa. Mungu ametusamehe. Masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Si kwa sababu ya hekima yetu, si kwa sababu ya kujua kwetu, lakini kwa wingi wa neema yake. Ni vile neema ya Mungu ni nyingi, ndio maana tumeweza kusamehewa. Kama neema ya Mungu ingekuwa nyingi ya kupita dhambi zetu, hakika hakuna mwenye angeokolewa. Praise the Lord. Lakini neema ya Mungu
ni nyingi zaidi ya dhambi ile ambayo unaona umetenda. Kuna watu wanaonanga ya kwamba sijui kama nikienda mbele za Mungu, Mungu atanisamehe kweli. Pengine ulifanya kitu mpaka leo unaishi ukijihukumu kwa sababu unaona hiki kitu nilichokifanya sijui kama Mungu anaweza nisamehe. Hata ukiomba msamaha unapoenda mbele za Mungu naendelea kuambia Mungu nisamehe. Kwa sababu unaona hiki kitu nilichokifanya mpaka leo kinaendelea kukutafuna ndani kwa ndani. Lakini leo nataka nikwambia kwamba si kwa sababu tunataka kusamehewa, lakini ni kwa wingi wa neema ya Bwana. Praise the Lord. Ni kwa sababu neema ya Yesu imeshinda dhambi zetu. Neema ya Mungu imeshinda dhambi ambazo unaona umezitenda ama umeshawahi zitenda. Ndio maana umeokolewa. Praise the Lord. Na leo tunataka tutambue kwamba neema ya Mungu ina nguvu kubwa, na neema ya Mungu iko na kazi kubwa, na ni nyingi zaidi ya dhambi. Na tukijua hivyo hatutaishi katika dhambi. Neema ya Mungu itatuongoza. Mungu akamwambia Paulo, neema yangu ya kutosha. Praise the Lord. Katika kile ambacho unachokipitia, neema ya Mungu inakutosha. Kwa sababu neema ya Mungu ni nyingi kuliko kila kitu, kuliko hiyo hali yako unayoipitia. Praise the Lord. Na wakati utakapotambua kazi ya Yesu, damu ya Yesu ndio ilikuja neema yote hii, hapo utaweza kujua ya kwamba hakuna ambacho kinachoshindikana katika ulimwengu huu. Nikiwa namjua Yesu, nikiwa natambua kazi ya msalaba. Kwa sababu neema ya Mungu ni nyingi. Ni nyingi kuliko hizo madhambi. Hizo madhambi ambazo shetani anaishi kutustaki kwazo ndio tusipokee baraka zetu. Neema ya Mungu imezidi. Yes, Lord. Tunasema tutambue nguvu ya msalaba, kazi ya msalaba, kazi ya damu ya Yesu, ndio tuweze kushinda. Nataka uende pamoja na mimi katika kitabu cha Matthew 27. Praise the Lord. Damu ya Yesu. Tusome kuanzia 40. Tunaye mambo ambayo Yesu aliyoyapitia. Shuka hapo chini. 40 nasema, ewe mwenye kulifunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako
ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, haliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na hashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu na amuokoe sasa kama anataka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi walisulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Elohi, Elohi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mavazi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakavuvuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kuvuvuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akinda na hao waliokuwa pamoja naye wakamlinda Yesu. Walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Praise the Lord. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mambo haya yote yakatendeka. Wakamdharau Yesu, wakamdhihaki, wakasema, kama niwe mwana wa Mungu jiokoe, bila kujua ya kwamba alikuwa na kusudi na lengo lile ambalo alilokuwa anakuja kulitimiza duniani. Akufe ili ukapate kuokolewa, akamwaga damu yake ili ukapate kuokolewa. Kwa sababu damu ya mabahari na mbuzi na kondoo zilishindwa kuokoa mwanadamu. Praise the Lord. Amen. Zilishindwa kuondoa dhambi ya mwanadamu. Ikawa imebaki damu pekee inaweza kuokoa mwanadamu kutoka kwa dhambi, ni damu ya Yesu Kristo. Wakati alipokata roho, pazia la hekalu likapasuka. Kukakuwa na mtetemeko, makaburi yakafunuka. Tunaona ya kwamba baadaye walisema, na hakika huyu ni alikuwa ni mwana wa Mungu. Praise the Lord. Amen. Na hata sisi bado tutaendelea kuchezea wokovu tu hivi, tunachezea tu. Tutaendelea kuchukulia wa kawaida bila ambavyo tunaendelea kuchukulia wokovu wa kawaida. Dakika ya mwisho Yesu akisharudi ndio tutasema, wengine wetu tutasema, na kweli kumbe ilikuwa ni kweli Yesu alikuwa arudi. Praise the Lord. Kumbe ni kweli Yesu alikuwa arudi. Kumbe ni kweli kulikuwa na unyakuzi. Kumbe ni kweli kulikuwa na mbingu. Kumbe ni Mungu alikuwa amesema kweli. Tusingoje mpaka the last minute. Acha tuamini saa hii. Acha tufanyie kasi ya wokovu kasi saa hii. Praise the Lord. Amen.
Tuache kuchukulia wokovu kawaida. Wale wangejua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wangeamini, wote wangemwendea, wote wangefundishwa na yeye, wote wangemwamini. Kuliko vile walikaa bila kumwamini. Baada ya kumdhihaki, baada ya Yesu kudhihirisha nguvu zake, Mungu kudhihirisha nguvu zake, ndio anasema rafiki huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Tusingojee mpaka wakati. We will be too late. Yes, Lord. Tutakuwa too late. Kwa hivyo acha tuombe Mungu, tuamini Mungu. Mungu akaweza kutusimamisha. Tafakari kasi ya Yesu, tafakari kasi ya msalaba. Tazama ushindi ambao uliofanyika pale msalabani. Kwa sababu siki twende. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo ni lazima tuweze kujua kasi ya msalaba na kasi ambayo damu yake inayofanya na vile damu yake inavyofanya kazi. Nadhani Jumapili nilionyesha mifano hapa ya vile Yesu anataka kila mmoja apitie katika msalaba wake ili aweze kuokolewa. Ili kila mmoja apate kuokolewa. Na Mungu anataka sote tukapate kuokolewa. Anatupenda sana. Anataka kila mmoja akaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Mungu anatupenda sana. Praise the Lord. Kama vile ambavyo alipenda mwanae wa pekee, hivyo ndivyo anavyotupenda. Kinachotakiwa hapa ni kuweza kufuata njia za Yesu Kristo, kwa sababu alikuja kutuonyesha njia. Sasa tusome Yohana 14 hapo moja. Hapo moja nasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Praise the Lord. Amen. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi.
ila kwa njia ya mimi. Praise the Lord. Amen. Tunaona kwamba Yesu anatuahidi mahali anaponenda nasi tukuwepo. Anaenda kutuandalia makao. Alitangulia kwenda kutuandalia makao, ili mahali ambapo alipo nasi tuende. Alafu hapo chini nasema mtu hawezi kufika kwa Baba ila kwangu, kwa njia yangu mimi. Hawezi kufika kwa Mungu ila kwa njia yake Baba, ila kwa njia yake Yesu. Kujua njia ya Yesu ni kujua kazi ya msalaba. Praise the Lord. Kujua kazi ya msalaba. Utapona uchungu ambao aliopitia pale msalabani. Uvumilie mateso pamoja na yeye. Kwa sababu yeye aliteswa ili ukaurithi ufalme wa mbinguni, nao unastahili kuvumilia ili kuurithi ufalme wa Mungu. Yes, Amen. Uvumilie yote ili kuurithi ufalme wa Mungu. Huwezi kuja kwa Baba ila kwa njia ya Yesu. Ni kumaanisha ya kwamba mienendo ya Yesu tunafaa tuifuate. Tabia za Yesu tunafaa tusifuate. Ndio maana Yesu alisahau kabisa ya kwamba ni mwana wa Mungu. Kwa sababu Yesu alikuwa Mungu 100%. Na Yesu alikuwa mwanadamu 100%. Lakini hakuonea ule kuwa kama Mungu kama ni kitu. Kwa sababu alitaka kuexperience maumivu yote mwanadamu anayoyapitia. Ataka kuonyesha mwanadamu hata katika huu uchungu unaweza ukashinda. Praise the Lord. Hata katika haya mateso yote hauna sababu ya kumkana Mungu. Hauna sababu ya kumkataa Mungu. Kwa sababu aliweka kando kuwa kama Mungu, akakaa kama mwanadamu 100%. Alisikia njaa, alisikia kiu, alisikia uchungu, alipitia mateso hata zaidi ya yale ambayo mwanadamu wa kawaida amepitia, na akavumilia hadi mwisho. Na anataka tumfuate, tufuate njia yake. Alikuwa Mungu 100%, lakini alikuwa anaenda kukesha milimani akiomba. Alikuwa anafunga, anaomba. Alikuwa anaenda kwa ibada. Hakukosa kwa ibada Yesu hata siku moja. Kama unasoma Biblia anasema na siku ya Sabato akaenda kwa sinagogi fulani, akaanza kuhubiria watu wakakasirika na maneno yake. Wakati wanakasirika ashatoka ameenda, lakini ashawahubiria. Praise the Lord. Ashawaambia ukweli. Waka angeenda kwa ibada ahubiria watu. Ambia watu neno la Mungu. Ni mtu halipenda kanisa. Sasa mwenye upende kanisa, jiulize wewe ni wa wapi? Sababu kuna mahali wakati alipelekwa kwa kanisa, walianza kurudi na wazazi wao nyumbani, watu wakiwa mdogo. Mara akajificha katikati ya watu, akarudi kanisani tena. Kaenda kakaa kanisani. Wazazi wakamtafuta, sijui baada ya siku 3 ndio walimpata tena kanisani. Anamuuliza, mbona unafanya natutesa hivyo sisi wazazi wako?
Akawaambia mimi niko kwa nyumba ya baba. Amjui mimi niko kwa nyumba ya baba yangu. Praise the Lord. Sasa kama upendi nyumba ya baba, jiulize maswali. Yesu alipenda kanisa. Yesu alipenda kufunga. Na anasema ya kwamba lazima mpitie kwa njia yangu mimi, na ufungangi. Jiulize ni njia gani unapitia. Hakuna shortcut nyingine. Njia ni Yesu. Lazima tumuige Yesu ndio tupike kwa baba. Anakesha milimani usiku kucha. Anakesha akiomba mpaka ana sweat, mpaka ile sweat inakuwa damu. Lakini sisi tukawapelekesha 30 minutes na pastor anatupeleka. Unachoka. Yesu yuko. Praise the Lord. Sisi tutafute Mungu zaidi. Sababu kama ni Yesu alikuwa anatafuta Mungu hivyo na alitoka kwake, anamjua. Anajua kila kitu chote chenye anapenda. Basi alikuja kutuonyesha kila baba ambacho anachopenda ili nasi tufanye. Kwa sababu mimi natuambia kwamba hakuna anayemjua baba ila yule ambaye ametoka kwake. Na yule ambaye alitoka kwake alikuja kutuonyesha njia ile ambayo anaweza kutufikisha kwa baba. Kwa sababu yeye pekee ndiye anayejua kile ambaye baba anachokipenda ili tukakifanye na sisi. Amen. Katika wokovu hakuna mungwana. Hakuna kusema mimi ni mungwana. Hakuna ungwana katika wokovu. Hakuna ya kusema mimi ni mzee, huyu ni mama na bara alale chini alie. Mbele za Mungu sote ni kitu kimoja. Sisi ni watoto. Njia ni moja ya kwenda kwa baba. Hakuna njia ya wazee, hakuna njia wa mama. Ni kile ambacho Yesu alipitia, ni lazima tukubali kupitia na sisi pia. Ile njia Yesu alituonyesha, hii ndio njia, pitieni hii. Hiyo njia ndio tunafaa tupitie. Hakuna cha mama ndio anafaa kwenda mlimani wakaombe, wazee wakuwa kwa nyumba. Praise the Lord. Amen. Yesu alikuwa anafanya kazi mchana usiku yuko mlimani. Kwa hivyo una excuse ya kusema mimi sipati time. Alikuwa ngarani. Mahali anaenda kujirasa ili kukaa chini, hapo ndipo alikuwa analala kabisa. Akalala kwa mashua. Mawimbi yakija hasikii kwa sababu alikuwa amechoka. Usiku kucha amekesha kuomba, mchana ametembea. Hakukuanga na magari, alikuwa anatembea. Watu wanamsikia yuko mahali ashatembea, ashabika kwingine. Hapo sisi tunataka tukae starehe na tupokee wokovu wa Mungu hivi. Praise the Lord. Hey, kuna kazi. Kazi tena kazi kubwa sana ya kufanya kwa ajili ya wokovu wetu. Kazi. Praise the Lord. Ni lazima utambue kazi ya msalaba. Lazima utambue kazi ambazo Yesu alifanya hapa duniani. Na lazima ujue kwamba hii njia ndio nafaa nifuate ili nikaweze kupata wokovu. Ili nikaweze kuokolewa. Nadhani ya kwamba hapo tumepata, si ndio? Amen. Kuanzia siku ya leo tafadhali tukumbuke Yesu, tukumbuke kazi ya msalaba kila wakati. Tukumbuke matendo yake ambayo aliyofanya. Tutafakari njia zake kila wakati. Tujaribu kuiga tabia zake. Acheni tuige tabia zake. Wakati utafanya mambo kama haya, utasikia uko karibu na Mungu. Utasikia kana kwamba unatembea na Mungu hapa na hapa. Atunakesha ukiomba. Kila wakati uko committed kwa Mungu, utasikia unatembea na Mungu hapa na hapa. Praise the Lord. Hatutamsikia Mungu akiwa mbali na sisi.
bali tutamsikia akiwa karibu na sisi. Kwa sababu bado tuko na ibada nyingine hapo mbele, nataka tupate kusimama.